Ikiwa kuna muda unaamka asubuhi na unahisi nafsi yako iko hapa na nusu iko kwingine, mara nyingi ni ishara ya jambo la kiroho, kiakili ama kihisia ambalo linahitaji kueleweka vizuri sana ili upate kujua kwa nini kuna wakati mwingine haukai vizuri katika roho. Basi kuna viashiria ambavyo utaviona vinaashiria mgawanyiko wa kinafsi yako, mgawanyiko wa kiroho. Katika mafundisho ya kiroho hasa Biblia, mtu anaweza kuhisi nafsi yake imegawanyika endapo utakuwa umepitia maumivu makubwa ya kihisia, ya kiroho. Mfano, kama umesalitiwa, umepata mateso katika maisha ama umepotea katika njia yako, basi unaweza kuhisi nafsi yako inagawanyika. Sometimes kuna kiapo, maagano ama kufungwa kiroho, mfano kupitia ndoto za mapenzi, maagano ya damu. Kuna wakati mwingine nafsi yako inaweza kuwa imeunganishwa kiroho na sehemu ama inakuwa imeunganishwa na mtu mwingine, inaitwa soul ties, kiunganisho cha nafsi. Inaweza kuwa kuna wakati ulienda kwa mganga na ukashia kitu na yule mganga, alichokula yeye na wewe ukala, alichokitumia yeye na ukakutumia, basi pale mnafanya soul ties, mnajiunga nafsi zenu. Na ndio maana kuna wakati mwingine utahisi nafsi yako inagawanyika kwa kuwa unakuwa umeingia katika agano kati yako wewe na mganga. Angalia Zaburi ya 7 mstari wa 2, inasema, wasije wakamrarua nafsi yangu kama simba, wakamchana pasipo mkombozi. Neno hili linaonyesha kwamba nafsi yako inaweza kugawanywa vipande vipande endapo tu itakuwa haijalindwa vizuri. Utajuaje kama nafsi yako sasa imegawanyika, iko kwingine? Kuna mtu anatumia nafsi yako, kuna mtu anatumia nafsi yako. Kila unachokipata wewe ni kama mnagawana, ni kama mshahara wako unaopata mnagawana nusu kwa nusu. Unaona pesa yako inapotea. Na kuna sometimes unalala usiku unahisi nafsi yako inakimbia, inakwenda kwingine kabisa, katika maisha ya zamani, mahali ambapo ulitokea, uzao wako ulikoanzia. Sasa angalia, katika maisha ya kiroho, nafsi yako inaweza kuwa imeachwa mahali fulani. Inaweza kuwa wewe ulizaliwa Tanga, alafu ukahama kutoka Tanga ukaenda Dar es Salaam, ukakaa huko kwa miaka mingi sana. Nafsi yako ukawa hujaenda nayo, nyingine iko pale Tanga na nyingine iko Dar es Salaam. Hii ni mgawanyiko wa kinafsi kwa roho. Utajuaje kama nafsi yako sasa imebakia katika maisha ya zamani, iko nyuma na wewe unaenda mbele? Utaona kupitia ndoto, utaona kupitia mahusiano yako na matukio ya zamani yanayotokea katika ndoto. Ni sehemu ya nafsi inayoonekana kuwa roho imebakia pale mahali ambako ulikuwa mwanzo. Angalia, ndoto ya kipepo ama mtu anayekuteka kimapenzi, nafsi inaweza kuwa imeunganishwa naye. Kuna mtu anaweza akafanya maagano tu huku amekupenda. Kuna mtu anaweza akakuunganisha tu nafsi yako, akijua jina lako, akijua jina la mama yako na akijua nasaba ya ukoo wako, basi utaona mtu huyu anaweza kukuunganisha kimapenzi. Utaona nafsi yako inakuwa inagawanyika katika hisia. Tukio la maumivu ambalo haliponi kwa haraka, mawazo ya kumfikiria mtu kwa haraka, hii inaonyesha nafsi yako imeshagawanywa tayari. Ipo kwa mtu fulani ambaye amekutaja jina lako. Angalia kitabu cha Yeremia 3:1, inaonyesha kuhusu nafsi kushikamana na watu wengine, ikisema, je, ni nchi hipi haitatiwa unajisi? Lakini wewe umekaa na wapenzi wengi, walakini ulinirudia mimi. Miongoni mwa wapenzi ambao umewekwa nao, hakosekani mmoja ambaye anakuwa mshirikina. Ni mtaalamu wa kugawa nafsi ili upate kumfikiria, upate kumwaza, na hii inasababisha mgawanyiko wa nafsi yako. Ukipata mgawanyiko wa nafsi, nini utokea? Utaona mambo mengine mengi hayaendi. Unahisi kupotea katika njia yako, na vile vile ramani kamili ya nyota yako inakuwa haina mwelekeo. Matokeo yake unakuwa kama vile unaishi lakini haupo. Mungu anaweza kukuita urejee kikamilifu kwake. Hali halisi ya nusu, hali ya kujisi uko nusu katika nafsi, inaweza pia kuwa ishara kwamba nafsi yako inatafuta urejesho, upendo kweli, ama kumaliza mambo yaliyopita zamani. Inawezekana wewe umechaguliwa, wewe ni mteule katika ukoo wako, katika familia yako, ambayo kwa nafsi yako inatakiwa imalize mambo ambayo hayakupita, unfinished business. Sasa angalia, Mungu anataka nafsi yako iwe kamili, sio nafsi iligawanyika. Ikiwa katika familia yako, ukoo wako, kuna mambo ambayo familia yako, wazee wako hawakumaliza, basi jukumu hilo unapewa wewe katika uzao wa damu ya kwenu. Basi hali hii inaleta mgawanyiko wa nafsi. Nafsi inaishi katika wakati uliopita. Sasa utafanya nini ili kurudisha nafsi yako? Ikiwa unahisi kama inagawanyika katika maisha yaliyopita na maisha ya sasa, unaota huko shuleni, unaota huko maisha ya zamani, unaota matukio ya zamani katika kipindi cha utoto wako ulipokuwa unapita, mahali ulipopita. Ajabu, nafsi yako inahifadhi baadhi matukio ya uoga wako, hofu yako. Kuna mahali kipindi cha utoto wako ulikuwa unaogopa kupita, lakini hata sasa katika ndoto hali hiyo inarejea.
unaona ile sehemu na ile hofu pia. Unaona kuna wakati ulikuwa unaogopa kupita sehemu za makaburini ulipokuwa katika utoto wako. Hali hiyo inarejea hata katika maisha ya utu uzima. Nafsi hiyo imegawanywa tayari, ipo katika maisha ya zamani. Ni wazee wako wanataka kukamilisha mambo ambayo wao hawakuweza kuyakamilisha katika ukoo wao. Utafanya nini sasa ili uweze kurejesha nafsi yako? Kuna hatua kadhaa za kufuata ili kurejesha nafsi iliyopotea, nafsi ambayo iko kwingine. Jambo la kwanza, fanya sala ya urejesho wa nafsi. Omba sala ya urejesho wa nafsi. Mwombe Mungu akusanye sehemu zote za nafsi yako ambazo zimeachwa au kufungwa sehemu fulani katika maisha ya zamani. Omba nafsi yako ipate kurejea. Mara nyingi maombi ya kurudisha nafsi yanafanyika usiku manane. Hayawezi kufanyika mchana, kwa kuwa mchana nafsi yako inakuwa hyper active kama namna ambavyo inakuwa usiku. Usiku kuna nguvu za kiroho. Usiku kuna malaika wanatembea. Usiku Mungu anashuka katika mbingu ya chini kabisa kusikiliza shida za wanadamu. Kwa hiyo ni rahisi kurejesha nafsi yako usiku kwa maombi ya usiku, kwa kuitaja nafsi yako kwa jina lake la ukoo, kwa jina lile halisi la kwenu. Unaweza kuivuta nafsi yako kutoka hata kwa mtu aliyeteka. Jambo la pili, ili kuweza kuirudisha nafsi yako, kataa maagano ya zamani ikiwa unayaona yapo kwa jina la Yesu, na uvunje viunganishi vyote vya nafsi visivyo vya kiungu. Nikikwambia viunganishi vya nafsi ambavyo sivyo vya kiungu, maana yake inaweza kuwa ulienda kwa mganga ukapewa chungu, ukatafuna sehemu ya chungu, na mganga naye akatafuna sehemu ya chungu. Hii inaitwa maunganiko ya nafsi ambavyo si vya kimungu. Sasa unatakiwa uvunje hiyo, itoke katika maisha yako. Utajuaje sasa kuna maagano ya zamani? Utaona katika ndoto. Lazima utaona katika ndoto. Mara nyingine utaota wazee wa kwenu, utaota marehemu, watu waliokufa, na wakati mwingine utaota sehemu ya kwenu ulipozaliwa, mahali kitovu chako kilipoangukia. Unafanyaje? Mimi sijamaliza. Ikiwa unataka kufanya nafsi yako sasa irudi katika nafsi iliyo kamili, zungumza na mtu wa kiroho ama mshauri unayemwamini sana ili aweze kukushughulikia chanzo cha hisia ama saikolojia yako. Unahitaji kujua sasa nafsi yako imegawanyika kwa sababu tu ya matatizo ya kimaisha ama kihisia, ama ni kweli kuna maagano ya zamani yaliyofanyika ambayo yanahitaji uweze kuyakamilisha kama wewe mtoto wa damu ya huo ukoo wa hiyo familia. Fanya mambo yanayokurudisha kwenye hali ya sasa. Ikiwa unahisi kwamba imetokana na matatizo ya kimaisha ukubwani katika maisha ya sasa, kuna mambo kadhaa ya kuweza kushughulikia hisia hiyo ili ipate kukaa vizuri. Wakati mwingine unaweza kuwa unaamka asubuhi alafu unahisi kama umepotea njia, unaota hauna kazi, unaota umepoteza kazi wakati una kazi. Na ikiwa unaamka asubuhi unasahau hiyo sehemu ambayo upo, na ni sehemu ambayo kila siku unalala, sehemu kila siku unapatikana, lakini unasahau mazingira hayo kwa dakika fulani hivi, basi mara nyingi hiyo ni hali ya kihisia. Unachohitaji kufanya ni kupumua kwa kina unapoamka asubuhi. Soma neno ambalo lina mistari mikali ya kurudisha hisia na nafsi. Jikumbushe jina lako, jikumbushe mahali ulipo, kumbuka majukumu yako, pumua taratibu, soma Biblia mistari mikali ambayo nitakupa katika video itakayofuata. Hakikisha tu kwamba una subscribe. Na hii itakusaidia sana kurudisha nafsi iliyogawanyika nusu, yani nusu iko kwingine na nusu iko kwako. Lakini kuwa makini sana na wanawake. Wanawake ni hatari mno katika zama za sasa hivi, hususan watoto waliorithi nguvu za familia ya kwao. Kuna wengine wamerithi nguvu mbaya ambazo kazi yake yenyewe ni kunyonya nafsi, kuiba nyota. Katika Biblia utaona kuna watu ambao wametajwa kwenye Methali ya kwamba kuna wanawake ambao wao wanaharibu wafalme, wanavuta nguvu za mwanamume, wanachukua nguvu za mwanamume. Kuwa makini sana na wanawake. Lakini na wanawake pia kuwa makini sana na wazee, yani wale wanaoitwa mababu au mama wa bwana. Kuwa nao makini sana. Watu wanatembea na maagano yao. Hawataona shida kukupa pesa mingi ili mradi tu uuze nafsi yako kwao, na hali hii itakufanya kuwa maskini milele. Subscribe channel hii, kuna mambo mazuri mengi yatakuja. Nitakufundisha jinsi ya kuita jina lako usiku wa manane ili nafsi yako ipate kurejea. Na ndoto unazoota za kukimbizwa na nyoka, ndoto unazoota uko shuleni, mazingira ya zamani, nitazifuta kabisa kwa jina la Yesu. Niombe nipate kukuletea video hiyo kwa sababu ninayo nguvu ya kufuta hayo maagano. Hiyo nguvu mimi ninayo.
nitakusaidia. Naitwa Emmanuel kutoka kanisa la CFC Arusha, Tanzania. Hakikisha una subscribe channel hii, una like video na una share.